Na asante ndugu mtazamaji wa Tanganyika TV, matumaini yangu upo salama popote pale ukiendelea kutufuatilia. Kama vile tunaona tukipatikana ndani ya mji wa Uvira, hapa ni kwa tajiri maarufu Aiza Boss maarufu ambaye anajulikana kwa jina la Mchepe. Hapa kuna mijengo nyingi zake ambazo wakati adui aliingia alifikia hapa, kwa sababu tukiangalia mijengo yake ni mijengo ambayo amejenga kwa muundo wa kisasa. Adui alipoingia hapa akaona sehemu nzuri ya kutulia ni hapa. Na adui alifika hapa, baada ya kufika alifanya ile wanasema impose. Aliimpose watu ambao wahusika wa hapa na kuwanyang'anya mafunguo, na baada ya kuwanyang'anya mafunguo walianza kuikaa hapa. Walikaa kitu kia juma 2-3 wakiwa wako hapa. Baada ya vita kuwa vikali huko, walikimbizwa na wazalendo pamoja na jeshi la serikali. Baada ya kukimbia waliacha hii mjengo kwenye mikono ya wale ambao walikuwa walinyang'anywa nayo. Baada ya kutoka kuliingia raia pamoja na wazalendo ambao si wazalendo, watu ambao walikuwa wanasikilia silaha waliingia hapa na kupora vitu vyote. Na tukiangalia hapa kwenye runinga Tanganyika TV wamepeleka vitu vyote kuwemo mwamatela, kulikuwa gym hapa, sehemu ya nafasi ya kufanya mazoezi, walipeleka vitu vyote vikiwemo moteur za gari, vile vitanda, manguo, yani waliharibu vitu vingi. Na kuna baadhi ya vitu walikuwa wanapasua, hawakuwa wanabeba, walikuwa wakishafika sehemu wanapasua kabisa. Unaona mambo kama nayo. Sisi kama Tanganyika TV tuko hapa, tutakwenda kuongea na baadhi ya watu wahusika wa hapa, aiza majera, sisi kwetu tunawaita wajera, wasimamizi ambao yeye boss tajiri Mchepe alikuwa amewaacha kwenye hizi hoteli. Labda nikumbusha kwamba hoteli ni sehemu ambako huwa kila mtu anafika. Na ukiangalia kabisa hoteli zake, hoteli ambazo alizijenga katika muundo wa kisasa, kuna kila kitu, kuna pisini, kila kitu. Lakini ukiangalia kwa sasa wameharibu kila kitu. Tuko hapa sisi kama Tanganyika TV tukiwa na jeshi ambalo linazidi kutulinda ili kudumisha usalama kwa upande wetu sisi vile na raia. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Jambo ndugu. Jambo ndugu mhariri. Kwa majina? Kwa majina naitwa Bienfait Mirinda Alphonse. Ninakuwa comptoiriste gérant kwenye Hotel Suzana. Labda watazamaji wangependa kujua hali ilikuwa namna gani mpaka tukiangalia lupango yote kabisa vitu viko shagarabagara, hali ilikuwa namna gani? Ndugu mhariri, kama vile unavyozungumza, ukiona kwenye Hotel Suzana vitu vilikuwa vigumu sana. Ilipoamkia siku ya Mungu asubuhi, tuliona watu wanakuwa luyenge. En fait, hapa wakati tulikuwa tuko hapa, adui aliingia kwenye mji wa Uvira na akavamia Hotel Suzana. Ilikuwa ni obligation, walituoblige kwamba tupane funguo za hotel, tukawapatia funguo za hotel sababu hatungebishana na watu ambao wenye kumiliki silaha. Tulipowapatia funguo za hotel wakaishi muda wa quelques 2 semaines à 3 semaines. Ilipokucha siku ya Mungu asubuhi, tulipoamuka tukakuta adui wote wameenda, hawakutulaga. Asubuhi kabisa tukakuta kwenye Suzana hakuna tena adui sababu wameenda usiku, hawakulagaga mtu. Alors ilipofika hiyo asubuhi ya siku ya Mungu vers aux environs de 9h 10h, tuliona wakaji wa Uvira ambao wenye kuwa na nia mbaya wanakuja na wazalendo wenye nia mbaya, wenye kumiliki silaha, walipiga masasi hapa na kule na huku mpaka wakapora vitu vyote kwenye Hotel Suzana. Nasema tena vitu vyote kabisa, hawakuacha kitu. Hata imbwa ambayo tulikuwa tumefunga kwenye Hotel Suzana wamebeba. Nguruwe ambazo tulikuwa tukiweka aux environs ya hotel zote wamepeleka. Wameharibu mamilango zote wamepeleka. Matoilettes ambazo zilikuwa installe ndani ya hotel zote wamepeleka. Matela, vitanda, magarde-robe, kila kitu kenye kuwa kwenye Hotel Suzana yote. Wale wazalendo wenye nia mbaya ambao walikimbilia kuja kutusekirize, wao ndio walikuwa wa kwanza kupora Hotel Suzana. Labda kwa wale adui ambao walikuwa hapa, hakuna adui ambaye alitoka na vitu naye, hakuna ambaye naye alipora vitu hapa? Adui wakati alienda kabisa hawakupora kitu sababu tuliamuka asubuhi tukakuta kwamba vitu viko sawa, ila adui ameenda
tulikuwa tukijiuliza wameenda wapi, je watarudia, ila tulipochunguza milango za hoteli tukuta wameacha mafunguo, wakatoka wakaenda, tukafunga milango. Wale watu ambao wenye kuwa na nia mbaya, wale watu ambao wenye hawataki maendeleo, njoo watu ambao walikuja na wazalendo ambao wenye pia hawataki maendeleo ya Hotel Suzana, wakakuja kushambulia Hotel Suzana. Labda ni hasira, kwa sababu raia baada ya kusikia adui ametoka walisikia hasira wakakuja, na hii ambao walifanya ni uharibifu kabisa, kwa sababu ni kama vile wameingiza bosi aiza tajiri wa hapa kwenye gharama kubwa. Labda bosi anapatikana wapi kwa sasa? Bosi yuko tu, yuko mahali ambapo walipo. Tunajua kwamba bosi yupo tu, sababu muda kwa muda tunazungumza naye. Labda baada ya hii habari kumfikia yeye, alichukua jukumu gani? No, jukumu ni maregretu. Aliregrete kuona population haitaki maendeleo, ila anawaza kama unavyotizama punde tunaanza mareparation fulani. Labda kuhusiana na serikali, hakuna serikali ambayo ilifika hapa ikasema kitu fulani kuhusiana na hii janga ama hii uharibisho ambao raia pamoja na wazalendo wabaya ambao hawana nia ya maendeleo wamefanya? Labda hakuna kitu ambacho uliambiwa na serikali? No, serikali wanafika wanafanya maankete, ila hakuna neno ambao wanasema. Kila mtu akifika kwenye Hotel Suzana ni kuregrete, paske nikikuonesha kwamba kwa saa hizi Hotel Suzana ndio hotel ambayo ilikuwa inaokipe nafasi ya kwanza Uvira, hotel ya reference Uvira, ambayo ilikuwa na restaurant ya reference yenye na produire machakula za kalite. Ingawaje watu hawataki maendeleo, ila ni kuambia kwamba Hotel Suzana ni hotel de reference ya Uvira, na mti ambayo kuwa na matunda ni ile mti ambao watu wanazoea kutupia majiwe. Labda neno gani ungependa kusema ya mwisho kuhusiana na hali ambayo inaendelea ndani ya mji wa Uvira? Ungependa kusema nini? Ni kuambia tu wenzetu wakaji wa Uvira tuache makomportement za village. Wakati mtu analeta kitu kama hiki kwenye mji, ni kumsapoti na kuangalia gisi ya kuendelesha maendeleo ambayo anaendelea kutuletea. Ulisema kwa majina? Ni Bienfait Mirinde Alphonse, comptoiriste gérant. Nakushukuru ndugu. Asante sana ndugu mwariri. Naitwa Kamarad Mako, lakini naomba kwanza nirekebishe kitu. Mimi siko gérant wa pili, lakini mimi ni mtumishi tu kama wengine ambao wanatumika hapa kusuzana. Kwa hiyo nina mengi ya kusema, labda kwa kutokana na maswali mtaniuliza. Labda watazamaji wangependa kujua, tunaona uharibifu umefanyika hapa. Labda watu wangependa kujua wewe kama vile mtumishi, ilikuwa namna gani kwa upande wako, ama ilikuwa namna gani? Swali nzuri, maana kweli kabisa kwetu ni changamoto kwa wakati kama huu. Kweli tunapitia hali ngumu sana hapa kwenye hoteli ya Suzana. Ilikuwa siku ya Mungu, tukiwa mwezi wa kwanza, nafikiri hii mwezi tu wa kwanza, wakati bado wa M23 walikuwa wakiwa katika mji wa Uvira. Ilitokea kwamba waliondoka katika mji wakaelekea pande za Kamanyola huko na Uluvungi, lakini ilipofika hiyo saa wameondoka, ikabidi waache mwingine wazi bila hata askari yoyote. Sasa kitu kilichotokea kigumu ni kwamba kuna wale ambao wanamiliki silaha ambao walikuwa na ile nia ya kuiba, yaani ya kupora watu. Wakaanza kupora mali ya watu wengi sana. Lakini tulipokuwa hapa sisi tunasikia masasi kilia katika mji, kuna watu ambao walikuwa wakishirikiana na hao askari ambao walikuwa na silaha, wakasema eti tutaenda kwa Mchepe nako tutaiba tu, ni lazima tupore mali yake pia. Na ikatokea kweli kabisa, tulishangaa tu wanakuja maana walikuwa askari kama 7 hivi, wote wana silaha. Yule ambaye alikuwa anaongoza msafara akapiga bunduki yake pale kwenye mlango. Afu tuliposikia hivyo, kwanza tulikaribia kupoteza hata maisha. Kama yule ambaye ametangulia kusema hapa, amesema kuwa yeye mwenyewe pia hata anaweza kashuhudia, yani kwamba angepoteza hata maisha, maana yeye ameponea ile Kiswahili tunasema chukuchuku. Na kuna vitu vingi kweli tumepoteza hapa Suzana, tulikaribia kupoteza hadi maisha. Ukiangalia hata katika picha fulani za hoteli nzima, yani vitu vyote vimeibiwa,
hadi TV ukiangalia vizuri kuna ma TV wameponda ponda. Balikuwa nasema tu Kiswahili kama balikia sabote mali ya Mchepe. C'est comme ça que na shi tuko hapa kuwaambia kama kitu kyote kilipitikana Msuzana kweli kabisa ni kitu ya machozi. Ni kitu ya machozi, ndio hiyo nayo ya kusema. Mbo, inasemekana adui alifikia hapa wakati alifika hapa nyinyi mlikuwa mko wapi? Wakati adui amefika hapa, kwanza mnatakiwa kujua kwamba wametuimpose kwa Kiswahili ambayo inaeleweka, yani walitushurutisha kusema kwamba mnatakiwa kutupa funguo za hoteli yote. Wametunyang'anya vyote na wakamiliki hotel. Hatakuwa na namna, maana ni nafasi ambapo watu wote wanakaa, wanakuja, wanafanya yani ni mahali pa nisemeje, mahali pa kufanyia starehe tuseme. Maana hoteli ni nafasi ambapo watu wanapokelewa, watu wengi na hao jamaa M23 walipofika ilibidi wafikie katika hoteli hii, na kweli walipoondoka hawakutufanyia mabaya. Ndio mimi naweza kusema kweli, mpendo wa Mungu, natakiwa kusema kweli, hawakufanya chochote kibaya. Waliondoka wakaacha hoteli vizuri jinsi ilivyo, lakini walipoondoka ndo wale ambao wana nia mbaya, walikuwa na silaha katika mji wa Uvira, wamekuja hadi hata na watu wengi sana, wakapora hoteli yote. Labda neno gani ungependa kutoa kwa wale ambao wanapatikana ndani wa mji, raia ambao wanapatikana ndani wa mji wa Uvira, ambayo kwa sasa inaishi na wasiwasi kuendelea kutokana na mambo ambayo yanaendelea ndani wa mji wa Uvira? Neno ambayo nitatoa kwa wote ambao ni wakaji wa Uvira, tunatakiwa kwanza kushikamana, yani tuwe na moyo ambao kweli kabisa wa upendo. Maana Uvira nimeona kitu ambacho kinakosekana ni upendo. Ukiwa na upendo uwezi ukafanyia ndugu yako kitu ambacho kistahili kama hiki, yani unamtendea mabaya mpaka hadi roho inauma kweli. Tuna changamoto hiyo, upendo unakosekana katika mji wa Uvira. Kwa hiyo nawatakia wakaji wote wa Uvira tuwe na moyo wa upendo. Hiyo tu ndo neno ninayo. Labda kuna kwa wale ambao wanapatikana mbali, ambao walisikia vichi maneno vya watu kusema eti umeingiliwa na watu ambao wasiojulikana, ambao walikuwa na silaha na wakachukua vitu vingi sana hapa. Labda baadhi ya vitu watu wangependa kujua walipeleka nini na nini? Vitu ni vingi sana, yani orodha ni kubwa sana, tuwezi tukaiweka yote hapa, lakini nitataja tu baadhi ya vitu vya msingi. Kwanza ambavyo wametupeleka vitanda, yani godoro, wamepeleka TV, wamepeleka vitu, yani hadi wamefikia kiwango hadi cha kuchukua mavazi ambayo yalikuwa yamewekwa katika maji yanatakiwa kufuliwa. Wamechukua hadi mavazi, yani hata ikive ya WC ya toilet wamepeleka. Yani ujiulize, mtu anapeleka toilet manake hawezi acha sijui coffre fort ya boss, hawezi acha kitu kingine cha maana. Wamepeleka vitu vingi sana hadi hapa tulipo, unaona hii ni gym haitakiwi kuwa hivi. Kwa hiyo vitu vingi wamepeleka, vitu vingi, mamoteri ya gari wamepeleka vitu vingi sana. Labda mtazamaji nadhani umesikia vizuri, na kwenye kamera zetu tutakuonesha image yote. Kusema kweli sio vitu vya kusema, wamepeleka vitu vingi na wameharibu vile magari ambazo zilikuwa ndani, wamepasua vioo, wamepeleka, yani wamefanya uharibifu wa hali ya juu. Mambo kama na hayo. Labda wakumalizia nini ungependa kuongezea ndugu yetu? Cha kuongezea tu mtazamaji unayenisikiza saa hizi, nilitaka tu kusema kwamba mji wa Uvira, narudilia tena, tuwe na upendo tu basi. Itakuwa kitu cha maana kwetu, maana hakuna maendeleo bila upendo. Hakuna maendeleo kama kweli una moyo wa chuki. Yani chuki ni rafiki yake sana na mtu ambaye anaupenda chuki kweli. Lakini ukiwa na upendo, nafikiri uweze ukatendea mtu kama Mchepe mambo kama haya. Maana ni mmoja kati ya watu ambao wana invest vitu vyao hapa Uvira na wanafanya mji uendelee. Kwa hiyo sidhani kwamba ni vizuri kuwa na moyo wa chuki. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa
Media kama Tanganyika TV ndiyo mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.